Wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tanga wametakiwa kushikamana na kuwa wamoja katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu 2025 ili kuleta viongozi bora wanaojali maslahi ya chama na wanachama na wasioweka mbele maslahi yao binafsi. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tanga Meja mstaafu Hamisi Mkoba wakati wa kongamano la jumuiya ya wazazi lililotoa elimu ya maadili na kanuni kuelekea uchaguzi mkuu. Bila kuwa na vikao huwezi ukajenga. Mimi ndugu zangu wa Tanga nasema haya na mnajua ninamaanisha nini. Tumeanza kuingia katika uchaguzi huu mkuu. Ndugu zangu, niwaombe sana viongozi Chama cha Mapinduzi, wazazi, nyinyi ndio wenye chama. Twendeni tukakae pamoja, tutafakari, tusubiri muda utafika, utasema. Tumepewa ilani juzi. Ilani ile sio ilani ya mtu, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sisi tunatakiwa tumtafute mtu bora wa kumkabidhi ilani yetu ya chama. Sio bora mtu tu, mtu bora. Kama tutaenda kumkabidhi bora mtu tu ilani yetu kuinadi, ndugu zangu, jimbo la Tanga na kata hizi tutalipoteza. Tutalipoteza, alafu tutabaki tunakimbiana. Uongozi haugombaniwi, ndugu zangu. Akielezea lengo la kongamano hilo, katibu wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Tanga Hassan Hinja amesema jumuiya imejipanga kutoa elimu, kuwajengea uwezo wanachama waweze kushiriki, kuchagua na kuchaguliwa kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Kongamano la wazazi kuelekea uchaguzi mkuu 2025 ambapo lengo lake kuu ilikuwa ni kuwajengea uwezo viongozi wa jumuiya katika kata na matawi ndani ya wilaya yetu ya Tanga mjini ili waweze kuwa na ufahamu wa mchakato mzima wa uchaguzi ndani ya chama, lakini pia nje katika mchakato wa kitaifa chini ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo mara baada ya mkutano huu ama kongamano hili, tunategemea kwamba kwanza kutakuwa na mwamko mkubwa wa wagombea kutoka katika jumuiya yetu ya wazazi kwenda kushiriki kwenye mchakato kwa maana ya kuchukua fomu na kugombea katika nafasi za udiwani wa viti maalumu, ubunge pamoja na ubunge wa viti maalumu ndani ya wilaya yetu ya Tanga mjini. Lakini baada ya hapo tunategemea mwamko mkubwa sana wa ushiriki wao katika michakato ya kuzitafuta kura, kukisaidia Chama cha Mapinduzi kuweza kupata dola na kuendelea kuishika hatamu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wake, katibu wa siasa, mafunzo na uenezi wilaya ya Tanga Kipanga Hassan Juma akatoa mada ya kanuni maadili kuelekea uchaguzi mkuu. Tunatambua fika kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwezi Oktoba mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani, wabunge na rais. Lakini kama Chama cha Mapinduzi tunatambua kuna uchaguzi wetu ulioko ndani ya chama kuwapata wale watakaokwenda kupeperusha bendera za chama huko nje na vyama vingine. Kama hivyo ndivyo, kama wazazi tuna haki ya kukumbushana taratibu, maadili na miongozo inasemaje kuelekea huko. Ndugu zangu, mwenyekiti wetu wa CCM wilaya ya Tanga akiongozana na wajumbe wa mkutano mkuu taifa mapema mwaka huu walikwenda kutuwakilisha Dodoma. Walipofika kule, kila kikao kina maazimio. La kwanza ni kumpitisha mgombea wa CCM kwa nafasi ya urais. Wajumbe hawa kwa pamoja walikubaliana Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye atakayepeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Tukawa tumefunga mjadala kwenye urais, tayari tumeshapata mgombea. Lakini wajumbe hawa wakakubaliana kwamba Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ndiye mgombea pekee wa urais kwa upande wa Zanzibar. Hawakuishia hapo, wakasema mama lazima awe na wakwenda naye.
Mgombea mwenza, ama kwa maana nyingine tunasema ndiye atakayekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakampitisha Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza. Piga makofi kwa sisi. Na madiwani, CCM ilisemani. Mwanzoni tulikuwa tunapiga kura Tangasukuri, watu 1040 ndio pekee waliokuwa na uwezo wa kumpitisha mbunge wa jimbo la Tanga. Halmashauri kuu ya CCM Taifa kupitia mkutano mkuu ambao tulimtuma mwenyekiti wetu na wajumbe wake hapo Mama Moza, wakasema tunapomchagua mtu kwa watu wachache, anapotoka nje wakati mwingine tunapata tabu. Hivyo CCM ikasema sasa ipo haja ya kuongeza wigo mpana ya wapiga kura, ili wale waliomchagua wakiwa mabalozi walio wengi, itakuwa rahisi kumnadi huko nje. Kutoka wajumbe 1040 mpaka sasa Meja Mkoba mkutano wake mkuu una wajumbe 10,012. Piga makofi kwa chama. Ili kumpata mbunge inabidi apigiwe kura za ndani na watu 10,012. Waloongezwa na kina nani? Wameongezwa mabalozi wetu wote. Piga makofi kwa mabalozi. Mabalozi nao ni wajumbe. Mabalozi mpo? Hebu simameni mwenyekiti wao. Mabalozi oye! Haya. Lakini wakasema tuongeze sasa kwenye jumuiya. Zikaongezwa zile jumuiya. Sasa hivi jumuiya zote, mwenyekiti, katibu, wanapiga kura za kumchagua mbunge ndani ya chama. Wale wajumbe wa mabalozi, wale 4, nao wanapiga zile kura. Si ndio mwenyekiti? Kama hivyo ndivyo CCM imeongeza wigo wa wapiga kura. Maana yake nini? Kwanza tunaenda kumpata mgombea aliyechaguliwa na wana CCM wengi. 2, CCM inakwenda kurudisha chama kwa wanachama waweze kuchagua watu wao wenyewe na sio kundi la watu wachache. 3 ni kupunguza wigo wa rushwa kutoka watu 1040 mpaka watu 10,012. Kama una hela zako kaonge watu 10,012. CCM hoye! Tumekirudisha chama kwa wanachama waweze kufanya maamuzi. Ndugu zangu, kamati kuu ya halmashauri kuu ikasema ni lini fomu za ndani za kugombea ubunge, udiwani wa viti maalum na ubunge wa viti maalum. Leo nitawaambia tarehe 28 ya mwezi huu itakuwa ni siku ya kuchukua fomu kugombea ubunge, kuchukua fomu kugombea udiwani. Kuanzia saa ngapi? Kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 10 jioni. Na mpaka lini zoezi hili? Litakwisha tarehe 2 ya mwezi wa 7. Ukipiga hesabu ndugu zangu, ni siku 5 za kuchukua fomu na kurudisha. Kina nani wanastahili kuchukua fomu na kugombea? Ni kila mwana CCM mwenye vigezo vilivyotajwa. Umri wa kuanzia miaka 21 na kuendelea, awe na akili timamu, anajua kusoma, kuhesabu na kuandika, na awe mwanachama halali anayelipa ada ya wanachama. Pamela Chaula, Tulilumwe TV.